Lakini kwa wale ambao ardhi zenu zimevamiwa, na hapa TVLA imevamiwa pale Kibaha na mgogoro haujafika mwisho, ardhi yenu pale Temeke mmegeuza bandari kavu ambayo ni kinyume cha matumizi, siridhishwi na uamuzi uliofanywa kugeuza ardhi ya taasisi ya mifugo kuwa bandari kavu. Ardhi za NARCO zimevamiwa na kuzuka tabia sasa kwamba kwa sababu sisi tuko legelege, kila akivamia anajitetea tunampa. Chini ya uongozi wangu na wasaidizi wangu hakuna kumega ardhi yoyote ya NARCO. Ardhi ya Tariri imevamiwa. Tuna ardhi Tanga pale, ardhi imevamiwa, hekta 800 zimevamiwa kabisa. Na hapa naomba tuanze utaratibu, kwa sababu ardhi ikishavamiwa na ina hati, hauachii tu bwerere. Hata kama watu wameshajenga, uko utaratibu wa kuingia na kuifanyia tathmini na kuwapimia wale waliomo mle ili irasimishwe na kutolewa kwa wale waliovamia, tupate mapesa pale Tanga. Na hapa ninachozungumza kimewahi kutokea. Ardhi imevamiwa, watu wamejaa mle, huwezi kuwatoa, wanaishi mle. Upo utaratibu wa kisheria wa kuwaacha waendelee kukaa mle, wapimiwe, ardhi ithaminishwe, yule aliyekuwa na hati apewe pesa, afidie umiliki wake, atumie pesa zile kwenye matumizi mengine. Hiyo inakubalika kabisa. Lakini kwa ardhi ambazo zimevamiwa au hazijavamiwa, kwa mfano kama ardhi yako iko Kilosa pale ya Tariri, basi tuzuie uvamizi kuendelea na tupewe ushirikiano wa kuhakikisha kabisa kwamba uvamizi hauendelee. Wizara ya Mifugo na Uvuvi fungu 99 katika mwaka 2025-26 iliidhinishiwa kutumia shilingi bilioni 476. Kati ya fedha hizo shilingi bilioni 101 ni matumizi ya kawaida na shilingi bilioni 375 ni matumizi ya maendeleo. Fedha za matumizi ya kawaida zinajumuisha shilingi bilioni 47 za mishahara na shilingi bilioni 54 za matumizi mengineyo kwa maana ya other charges. Aidha, hadi Machi 2026 kiasi cha shilingi bilioni 66 za matumizi 66 sawa na asilimia 65.05 ya bajeti ya matumizi ya kawaida zimepokelewa.